nimpongeze Mheshimiwa DC na mkurugenzi wako na wataalamu wako. Jana kule Busia mlionyesha saving ya kutoka milioni 250 mkabaki na 70 na ikafanya kitu. Lakini pia mna provide mapato ya ndani kwa ajili ya wananchi wa wilaya hii ya Ukerewe na maendeleo yao. Unapofanya vizuri upongezwe. Na unapofanya vibaya tukukemee, lakini kwa hili tunakupongeza Mheshimiwa DC na mkurugenzi wako kwa namna ambavyo mnasimamia fedha zinazoletwa na serikali, na pale serikali inapokuwa mfuko wake umelegalega, na ninyi naye mnachukua mapato ya ndani kwa ajili ya kucomplement jitihada ambazo zimefanywa na serikali. Mimi niwaombe muendelee kufanya hivyo hivyo. Hapa ni visiwa, lakini utashangaa mtu mwingine huko nchi kavu, huko duniani, huko anapiga kelele kijafanyika kitu, aje aone yanayofanyika hapa. Huku ni visiwani, kutoka hatua moja, kutoka ziwani kwenda makazi ya watu yalipo ni takribani mita chache sana. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imeona kwamba hiyo haitoshi, ikawaletea maji mpaka milangoni kwao. Kwa hiyo lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyohangaika na kugusa maisha ya Watanzania. Kwa majina naitwa Engineer Flowin Mkechi, ni kaimu meneja wa RUWASA wa wilaya ya Ukerewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana kwenye kisiwa cha Ghana, na hapa ni maeneo ya mradi wetu wa maji ambao unahudumia eneo lote hili la Ghana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2021 na 22 kwa maana bajeti ya 2021. Ulitekelezwa kwa muda wa miezi 12, ilikuwa ni miezi 6 akaongezea extension kutokana na jiografia ya maeneo. Mradi huu ni moja ya miradi ambayo imetekelezwa katika awamu hii ya 6. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ilituagiza katika visiwa vitatu ya maeneo ya huku tutekeleze miradi hii kuondoa hii ladha ya mlipuko wa magonjwa. Kwa kwanza tukaanza kutekeleza katika eneo la Ghana pamoja na Sizu, lakini katika bajeti hii tunaokuja tunategemea tena kwenda kwenye visiwa vingine. Kama ulivyoona jana tulikuwa kule Ukala. Kwa maeneo yote haya ya visiwa, sisi watu wa maji ndio tunagusa zaidi watu wa visiwani, kwa sababu maji yetu haya yakifika home lazima atibiwe. Kishatibiwa anashuka kwa wananchi, na tushawaelimisha wananchi juu ya masuala ya maji safi na usafi wa mazingira. Kwa hiyo tunashukuru sana wananchi wa maeneo haya wameupokea huu mradi na wanautumia. Lakini kuna changamoto ambazo huwa zinajitokeza. Kwa mfano leo hii jua liwaki, tunakuwa hatuna njia mbadala. Kwa hiyo ni lazima wakati huu ambao jua liwaki, basi kama ni wananchi siku 1, 2, 3 wanaweza wakakuta wanakosa maji. Lakini kipindi cha kiangazi huduma ya maji inakuwa ni ya uhakika, kwa sababu tunatumia teknolojia ya sola na jua linakuwa na nani, kwa tanki letu linajaa kwa wakati. Mheshimiwa, kwa hiyo Mheshimiwa DC na mkurugenzi na nyinyi watu wa RUWASA, katika mazingira haya mjaribu kuangalia matumizi ya windmill na ikawa hybrid, mkaichanganya na solar au windmill yenyewe tu, kwa sababu zipo tena inaweza kuwa rahisi kuliko solar na kukawepo na constant supply ya maji kwa wananchi. Ndugu wananchi, tumeenda kukagua mradi sasa hivi. Mwenyekiti ameenda kukagua mradi wa maji hapa Ghana, kata Ilangara, kijiji Kamasi, kitongoji cha Ghana. Rais analeta kwenye kitongoji. Alafu tuangalie rais wenu mwingine. Rais Samia analeta kwenye kitongoji mradi wa maji wa milioni 477,654,000 kwa ajili ya wananchi tu wa kitongoji cha Ghana.
Tumpigie makofi rais wetu huyu. Kwenye kitongoji tu mradi mkubwa kama huu zaidi ya milioni 477 na maji yanapatikana. Tumepokea maelekezo kutoka kwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa kuona namna gani ya kuboresha nishati ya maji muweze kuwapata wakati wote. Tuondoe kwenye solar system, tuende kwenye windmill system, maji yatoke wakati wote. Tumpige makofi mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Wazazi. Hela zilizotajwa za shughuli za maendeleo zilizoletwa kwenye kisiwa chetu cha Ghana. Lakini si tu kwenye kisiwa cha Ghana, lakini hela za maendeleo zilizoletwa katika wilaya yetu ya Ukerewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika miradi iliyosemwa na wenzangu, mimi naomba tunitoe rai. Naomba tutunze miradi tuliletewa kwenye maeneo yetu. Hii miradi ni kwa ajili yetu sisi wananchi wa kisiwa cha Ghana. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kutunza mradi wa maji na miradi mingine ambayo imeletwa kwenye maeneo yetu. Hii itatusaidia kwa matumizi yetu sisi, lakini pia kwa matumizi ya vizazi vijavyo. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nalotaka nisisitize, tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Ni mwaka huu, miezi michache ijayo mbele. Rai yangu kwenu, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya yupo, mimi niendelee kuwasisitiza tuitunze amani tulionayo kwenye kisiwa chetu cha Ghana. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaguswa na changamoto zetu sisi wananchi wa eneo hili. Mimi ni miongoni mwa wasaidizi wake kwenye chama. Kwa hiyo tunapofika huku tunarudi kumwambia Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa chama, ulichokipeleka Ukerewe, ulichokipeleka Ghana pale, ile dispensary, ule mradi wa maji upo na umetekelezwa, na kwamba namrudishia salamu kwamba wananchi wa Ghana wanashukuru sana kwa namna ambavyo amewaletea mradi. Uongo kweli? Kweli. Sasa tunachotakiwa kufanya ni kimoja tu. Kwanza sisi kama watumiaji wa mradi huu au miradi hii tuitunze vizuri ili iweze kuwa endelevu na idumu. Lakini kubwa, mtu anayekufanyia jambo zuri lazima ufike pahali ushukuru. Usiposhukuru kwa kikubwa, sasa kidogo itakuwaje? Sutalani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameguswa na maendeleo yetu sisi wananchi.